Okay, karibu sana. Leo tuzungumze kuhusu biashara, especially wale wafanya biashara wakubwa na wafanya biashara wadogo wadogo ambao mko na biashara zenu. Labda una biashara zaidi ya maduka kadhaa na unahitaji kuyamanage yote uweze kuona kila kinachofanyika kiganjani mwako ukiwa online, na wakati mwingine ukiwa offline, kila kitu kiendelee kufanyika kwa kupitia mifumo yetu MPJ, ERP and POS. Tunapozungumzia ERP na POS tunamaanisha huu ni mfumo tayari ambao ni enterprise level, ni mfumo mkubwa kabisa kwa ajili ya manage offline, lakini pia una manage online. The same system ina perform kote. Yes. So tunapozungumza MPJ, IMS, ERP and POS tunamaanisha inventory management system, mfumo kwa ajili ya kumanage biashara yako. Na tunapozungumzia ERP tunamaanisha enterprise resource planning and point of sale. Maanake huu ni mfumo ambao utaingiza bidhaa kwa kuweka bidhaa ulizonunua na kuweka gharama yake na kwamba utauza kwa shilingi ngapi, na utamanage namna bidhaa zinavyotoka na zinazobaki, bidhaa ambazo zinakaribia kuisha na kadhalika, tutaweza kuona katika mfumo huu. Kwa hiyo tuingie katika mfumo wa biashara tuweze kujifunza namna unavyofanya kazi na ili uweze kutumia kwenye business yako popote pale ulipo. MPJ 0655402558 utatupata muda wote, tupigie tukupatie mifumo mbalimbali. Therefore nita login hapa, yes, kwa system yangu. Tunaingia kama hivi. The system unavyoona hapa iko online, kwa maana kwamba nimeconnect data yangu kwenye internet, iko connected hapa, ndio maana inanionyesha niko online. Kwa hapa nina perform kila kitu nikiwa online, na hapa nitafanya demo japo sija connect simu yangu ionekane hapa, lakini nitafanya mauzo instantly hapa kwenye simu yangu na utaweza kuona changes zinatokea hapa kwenye screen yetu hapa. Therefore, kabla sijaendelea mbali sana, mfumo huu nieleze una uwezo wa kufanya kazi online na unaweza kufanya kazi offline. Maana kwamba ukiwa offline utafanya data entry zote, utafanya mauzo yote, kila kitu utakifanya ukiwa offline, na pindi utakaporudi kwenye internet au utakapounga data zako, basi yule user wako au wewe mwenyewe utaweza kusynchronize taarifa. Of which hii button itaondoka kama nikiwa offline. Sasa kwa mfano nikiwa offline, tuzime mtandao. Kabla sijaendelea kuelezea kwingine, tumezima mtandao, unaona button imeondoka na imebaki kuwa offline. Kwa hiyo kama iko offline, hii inamaanisha kwamba mfumo wetu sasa unafanya kazi bila internet. Nina uwezo wa ku log out kama kawaida, na nina uwezo wa kuja ku log in kama kawaida, na uwezo wa kuja ku log in vizuri kabisa. Mfumo uko offline na hautegemei internet at this time now. Yeah, therefore kama ni hivyo, tuna uwezo wa kwenda kufanya mambo mengi. Kwa mfano nataka ni rudi kwenye point of sale. Kabla sijaelezea kwingine, nataka ninunue, nitakuja nieleze vizuri hapa. Nanunua bidhaa ngapi? Bili, nanunua kitu gani? MKP. I don't know what it is. Na baada ya kununua naweza kuona mauzo yameshakamilika, na nikija kwenye dashboard naweza kuona tayari bidhaa zangu ziko zimekamilika na hesabu yote imefanyika, inaonekana hapa, changes zote zinatokea hapa. Kwa mfano sasa nimesharudi online. Nikirudisha online sasa, mfumo wetu ukiwa online, nataka ni connect hapa. Yes, nikiconnect online hapa. Okay, yes, connected. Utaona hapa button inatokea, tayari mfumo uko online. Na sasa hapa unaniruhusu niweze kusynchronize taarifa zangu, ambapo nikisynchronize sekunde chache tu, tayari taarifa hizi zitakuwa zimeenda kwenye database ya mtandaoni tayari, na zitakuwa zimeleta effect kwenye devices zote ambazo mtu ana address ya mfumo huu. Na kabla sijaendelea hapo, kwa hiyo nitakupatia, ukinunua mfumo huu na kupatia text file ndogo ambayo itakuwa na linki na itakuwa na namna ya kuinstall, sababu huu ni mfumo ambao nimesema unafanya kazi offline. Kwa hiyo hatuhitaji kuingia kwenye browser tena.
tuna install moja kwa moja tukiwa mtandaoni. Unakaa kwenye desktop yako kama ni kompyuta yako, ama kama ni simu inakaa kama application. Tukisha install basi utakuwa unatokea moja kwa moja kwenye desktop na unautumia ukiwa kama hivi. Mimi wa kwangu nimetokea moja kwa moja hapa hivi, nimetokea hapa, that's why unaweza kuona inakuja namna hii. And then ninaweza nikaendelea hapa kuingia tena, niingie upya ili uone, nataka uone hivi vitu vinafanyikaje. Yes, nimeshafika hapa. Kwa hiyo sasa, kabla sijaendelea mbali na hii message ino pop up hapa, jamani, unataka kubadilisha password. Mimi sijabadilisha tangu nilivyotengeneza. Kwa hiyo utakaponunua mfumo huu, utakapoupata, badilisha password ya admin, badilisha kila kitu, then utaona hiyo message ina pop up. And then mfumo huu kwa wale ambao wanapenda rangi nyeusi, basi umetengenezwa kwa rangi nyeusi. Lakini pia kwa wale ambao hawapendi rangi nyeusi, wanapenda mng'ao zaidi, njoo hapa, click hapa, utaona mfumo wote unafanyaje, unang'aa kwa rangi nyeupe. Lakini kwa wale ambao wanapenda kuendelea na rangi nyeusi, here we go, tunaendelea namna hii. Kwa hiyo sasa hapa bwana, hizi ni metric bars zinazoonesha mambo mengi. Yako mambo kama 9 hivi yanaonyeshwa hapa. Labda kwa haraka, hapa ni thamani ya store, jumla ya mauzo, faida safi ulioipata, lakini umeuza kwa kiwango gani, kile ambacho kimetoka kwenye stock yako, yani ile mtaji wako umeuza na umerudi kwa shilingi ngapi, lakini faida ulioipata itaonekana hapa. Lakini hapa bidhaa inayoongoza zaidi kuuzwa, inaouzika zaidi hapa utaiona, lakini mauzo ya siku ya leo, siku hiyo ya tarehe kadhaa inaonyeshwa hapa, basi yataonekana hapa mauzo yote uliyofanya. Maana yake hii sasa ni jumla ya faida pamoja na total purchase. Lakini hapa utaona aina ya bidhaa ambazo umezisajili. Kama una bidhaa 10,000 zote zitatokea hapa. Lakini sehemu hii utaona bidhaa zinazokaribia kuisha. Ni hii metric bar nyekundu peke yake inaonyesha bidhaa zinazokaribia kuisha. Lakini pia mauzo yaliyohaririwa. Inawezekana shopkeeper wako yeye amehariri mauzo somewhere, tutaona huku ameamua kubadilisha, kuedit gharama za kila alichokiuza, basi atarekodiwa moja kwa moja na ataonyeshwa hapa jina lake moja kwa moja kwamba huyu amehariri bidhaa kaza wa kaza. Ukibofya atatokea moja kwa moja na kila alichokihariri. Kwa hiyo kile kilicho bei iliyosajiliwa kwenye mfumo itauzwa kwa namna hiyo. Lakini ikitokea mtu amejaribu kuedit gharama ili ionekane mfumo umepokea pesa kidogo, basi utaona nani amebadilisha gharama ya bidhaa gani na ameuza kwa namna hiyo. Na hapa chini utaona graph ya uchambuzi wa bidhaa. Hapa utaona stock value, total sale, total purchase pamoja na net profit utaona hapa. Lakini bidhaa zinazoongoza top 3 utaona graph yake hapa vizuri kabisa. Na hapa chini utaona mauzo 10 ya hivi karibuni, ambapo utaona sasa details nyingi tu, aliyeuza nani, shilingi ngapi na kadhalika, kila kilichofanyika kitaonekana hapo. Hapa utaonyeshwa tu nani ameingia, na hili jina hapa ni editable kwa admin. Unaweza ukienda badilisha kwenye setting logo, ukabadilisha hii jina hapa na likakaa vizuri kabisa. Okay, therefore kabla hatujaenda kuuza, kitu cha msingi zaidi hapa ni item master, ambapo ndo stock yetu hapa. Ukiingia hapa kuna sehemu 4. Kuna hii sehemu ya kuangalia store na uweze kuprint. Unaweza ukaprint kama PDF store yako yote, utaiprint na itaonekana hapa bidhaa ambazo uko nazo, kila kitu hapa, bei ya kuuza, bei ya kununulia na kila kitu. Utaona bidhaa zako zote hapa na utaweza kuchapisha kama PDF safi kabisa, itakaa namna hiyo. Na baada ya hapo sasa una uwezo wa kupakua kama Excel hiyo store yako, ukapakua kama kijifaili cha Excel, na ni simple tu, tayari kitakuja kukaa namna hii. Kwa hiyo utakikuta kwenye file la download na utaweza kukitumia huko kama kumbukumbu. Lakini kuna sehemu ya kuongeza bidhaa, lakini pia kuna sehemu ya bulk upload. Kile kijidubwasha ulicho
ulicho download hapa kupakua Excel ya store, utakuwa umejaza bidhaa zako zote kwenye kile kifaili cha Excel. Then ukija kwenye bulk upload, utakitafuta kile kifaili na utaupload bidhaa zote kabisa. Na baada ya hapo, nataka sasa nije sehemu ya Action Center. Kwa mfano, kuna bidhaa yetu hii hapa, nataka labda hii isiitwe MKP, nataka iitwe labda Gorori, labda tuzungumzie nini, labda Spring, sababu hii ni hardware, tuzungumzie Spring, na tutakuja kuhifadhi hayo mabadiliko. Lakini pia tunaweza tukafuta taarifa zetu, na unaweza kuona huku zote zimeshabadilika ni Spring. Na ukija hapa kwenye dashboard, bidhaa inayoongoza kwa kuuzwa imebadilika. Kwa hiyo ukibadilisha tu kwenye item master ambako ndio store, basi kote ina take effect sehemu hii hapa. Lakini pia unaweza ukaamua uachane na hiyo bidhaa, ufute hapo, unaweza ukaifuta hiyo bidhaa. Sehemu hii ya kuongeza bidhaa, unaweza ukaongeza bidhaa hapa kwa kuweka kodi ambayo itakuwa rahisi kuisearch. Kwa mfano, nikija hapa naweza nikasearch kwa kodi. Kwa mfano hapa naweza nika search kwa kodi, lakini pia na maeneo mengine kama maeneo ya kuuza naweza nika search kwa kodi, nikaandika labda Spring. Unaweza kuona inatokea moja kwa moja yenyewe, kwa hiyo inajisearch pale vizuri kabisa. Then baada ya kuona ili eneo, na sasa tuna uwezo wa kwenda kuuza. Nilikuwa natamani hapa tuuze bidhaa hizi tu kama demo, na nimekuwekea sehemu ya kikapu cha mauzo. Kikapu cha mauzo kazi yake ni moja tu. Ukienda supermarket, kuna kikapu kwa ajili ya kukusanya bidhaa mbalimbali ziwe kwenye kikapu, halafu unapopeleka pale kwenye dirisha la malipo, basi zina calculatiwa gharama gani hicho kikapu kimebeba bidhaa zenye thamani gani, then unalipia. Kwa hapa pia kwenye mfumo wetu kuna kikapu. Kwa nini nimeweka kikapu? Kwa sababu unapouza, mteja anaweza akawa anahitaji item zaidi ya moja. Huwezi kuandika mara mbili 5 urudie tena uisearch. Kwa ni bora unapokuwa na eneo hili, utagusa mara moja bidhaa ambayo anaitaka, itakaa kwenye kikapu. Then hapa utaweka idadi, anahitaji ngapi hapa. And then utagusa bidhaa nyingine, itaongezeka kwenye kikapu. Kwa mfano, huyu anahitaji 2 na hapa zinahitajika 5. Kwa hiyo bei yake unakuta tayari imeshakuwekea hapa ni kiasi gani anatakiwa alipe huyo mteja. Kwa hiyo unakamilisha mauzo na automatic mfumo wako huo utakuwa tayari umekwisha kufanya kila kitu. Sasa tuje tuone, tuko hapa, mimi sifanyi chochote, niko hapa na mind hii kasa yangu iko hapa. Nataka niende nikasajili bidhaa, na hizo bidhaa nataka nisajili bidhaa mojawapo, niite Nyororo, halafu tuone ikitokea hapa. Maana ninatumia sasa hivi simu yangu, simu yangu, naingia kwenye simu, halafu ndipo sasa naweza kusajili bidhaa nyingine, ili wewe uweze kuona kwamba mfumo huu unawasiliana automatic kabisa. Naongeza kodi iwe ni Nyororo, halafu jina pia liwe Nyororo. Naweka hivi ili iwe rahisi kuzisearch hizo bidhaa. Nataka bei ya kununulia labda ni 8,000, na halafu bei ya kuuzia itakuwa 15,000. Halafu nataka quantity niwe nimenunua 50, basi ninahifadhi. Taarifa zangu zimeshahifadhiwa, na unaona automatic tayari hapa Nyororo imefanyaje, imetokea. Nilikuwa natumia simu, kwa hiyo stock yangu ni hiyo hapo. Kwa automatic mfumo huu bwana unawasiliana within a second. Taarifa zina kwenda kwenye devices zote ambazo ziko connected mtandaoni muda huu. Kwa unaweza kuona bidhaa zangu hizo hapo, na zitaendelea kushuka kwa hapa chini kadri unavyosajili bidhaa zako. Kwa hiyo mtu wa dukani tu utakuwa unamwambia bwana, nimeongeza labda dukani tumeingiza bidhaa hiyo na nimeshaisajili hapo, akienda anaiona moja kwa moja imeingia. Therefore nimekuonesha hapo namna synchronization inavyofanyika automatic kabisa, wala wewe hauna haja ya kusynchronize. Utasynchronize hapa ikiwa ulikuwa offline. Sasa umeweka data
mtandao upo, kwa hiyo unataka kufanya kazi au unataka kuwasilisha kile ulichokiuza, kwa hiyo utasynchronize uweze kuconnect moja kwa moja na database ya mtandao. Lakini kama upo connected mtandaoni moja kwa moja, hauna haja ya kusynchronize, data zinajisynchronize zenyewe automatic kabisa. Therefore hapo tulikuwa tunazungumzia item master, na of which tunaweza tukaona nyororo pia imeongezeka hapa. Sasa nataka nikuoneshe kitu, bidhaa zinazokaribia kuisha. Hapa tunaona kama vile hakuna chochote. Anyway, let us sell some item here. Tuuze huyu bwana, na hapa tuuze, kumbuka tumeweka rate iwe ni 5. Unaweza kubadilisha kwamba vikibaki 5 ndio viwe vinakaribia kuisha. Sasa mimi nataka tuweke kwamba tuwe tumenunua 48. Tukinunua 48 tunakamilisha mauzo, napokea 720,000 pale. Kwa hiyo ukija store inakuonyesha bidhaa inayokaribia kuisha iko 1 tayari, kwa sababu hii hapa, na hapa tayari menu inatokea automatic kabisa kwamba kuna bidhaa inakaribia kuisha. Ukiweka white inaonekana pia vizuri zaidi hapa. Unaiona hii hapa bidhaa kiasi kilichopo ni 2. Minimum stock tumeseti ziwe 5. Unaweza of which ukabadilisha sehemu hii ya kusajili bidhaa hapa. Wakati unasajili bidhaa minimum stock unaweza ukaongeza, zikiwa 10 ndio iko alert, ama zikiwa 20 iko alert. Basi inakwenda namna hiyo. Kwa hiyo tayari inaonekana hapa kuna bidhaa hiyo hapo, nyororo zinakaribia kuisha, na unaweza basi ukaongeza. Alert yote inatokea na orodha nzima utaiona hapa ya zile bidhaa zinazokaribia kuisha. Baada ya hapo, twende sasa eneo lingine la muhimu ambapo nimesema ni rekodi za mauzo and edit. Hapa rekodi za mauzo and edit, hapa utaangalia mauzo yote yaliyofanyika, na hapa sasa ndo utapata kutoa invoice pamoja na delivery note kwa mteja wako, na unaweza search kwa tarehe maeneo haya. Kwa mfano mimi nataka ni search kuanzia tarehe, labda leo tarehe ngapi? Leo tarehe 8, tarehe 9. Kwa hiyo nataka nianzie tarehe 8 mpaka leo 9, tarehe ya leo mwezi wa 8 tarehe 9, alafu hapa iwe mwezi wa 8 tarehe 8 hapo. Kwa nikifilter mauzo yangu ninayaona yote yako hapa. Nikifanya filtration ya mauzo yangu ninayaona hapa. Kwa mfano nikisema labda nichukue tarehe ya nyuma, tarehe 7, labda tarehe 7 mpaka tarehe 7 hiyo, nikifanya filtration unaweza ukaona hakuna chochote kilichofanyika hapa, kwa sababu tarehe hiyo nilikuwa bado sijauza. Kwa hiyo ninakuja mpaka tarehe 9 ya leo, then na filter matukio yangu yote na mauzo yote yanapatikana hapa. Unaweza kama mteja wako huyo umemuuzia recently, basi utaona hapa muda ambao umemuuzia mteja wako. Kwa mfano sasa hivi wa mwisho kabisa kuuziwa atakaa huku chini. Kwa hiyo kama alinunua bidhaa kwa kufuatana, basi unaweza ukaenda ukaclick hizo bidhaa alizonunua na moja kwa moja ukamtolea delivery note, na ukatoa pia kitu kinachoitwa invoice. Hapa ukachapisha invoice yako, inatokea namna hii, na hapa inamuoneshea jumla kama kule tulivyoona sehemu ya kikapu cha kununulia. Hapa itamuonesha gharama zote anazotakiwa alipie, lakini ukiweka address zako zitatokea hapa, na jina lako la biashara litatokea hapa, simu itatokea hapa, na kila kitu kiko hapo. Kwa muuzaji atasaini pale na mnunuzi atasaini kwamba iko sahihi. Kwa hiyo anachapisha hapa yule muuzaji wako kwenye printer moja kwa moja. Inakuwa unafanya biashara ambayo inaeleweka, biashara ambayo ni official. Na kumbuka hizi invoice number zinajitengeneza zenyewe automatic, wala hauna haja ya kuzitengeneza, zinajitengeneza. Lakini unaweza ukaamua utoe delivery note. Kumbuka nimeselect 3 tu,
Kwa ninapeleka sasa labda kwenye shule fulani au kwenye mradi fulani, bidhaa nimepeleka gari pale na vitu vingi, kwa nimebeba na delivery note. Inakuwa iko namna hii hapa delivery note yako. Vizuri kabisa. Wanaona uko very standard, na ukiprint basi inakwenda ikiwa namna hii, unawakabidhi pale, wana sign, kila kitu kinakaa vizuri, na unatunza wewe pia kama hard copy kwenye mafaili yako. Kwa namna hiyo biashara yako inakuwa very professional. Lakini pia unaweza ukaamua utoe invoice ama delivery note kwa moja moja, kama hivi, kwa bidhaa moja moja. Kama mtu kaja moja kwa moja amenunua moja, basi unaweza ukafanya hivyo pia. Hapa chini ni sehemu ya Action Center, kubadili mauzo. Hapa ndo sasa hatari. Mtu ameamua kuchukua, labda akatafuta bidhaa iliyouzwa, labda hii hapa spring kwa shilingi 10,000, halafu anataka afanye hii iwe imeuzwa kwa shilingi 8,000. Maana yake anapiga 2,000 sasa pale, anabadili mauzo. Kumbuka hapa moja kwa moja atapata message kwamba tahadhari, unakaribia kubadili rekodi za mauzo. Tafadhali kumbuka kuwa kitendo chako cha kuhariri kitaandikwa kwenye mfumo audit logs kwa ajili ya usalama. Una uhakika unataka kuendelea? Akisema yes, moja kwa moja basi atakuwa amekwisha kurekodiwa hayo mabadiliko yake yote aliyoyafanya. Ukija kwenye dashboard moja kwa moja itamuumbua hapa mauzo yaliyohaririwa haya hapa. Na unaona kwamba mara mwisho amehariri hapa, lakini bonyeza kuona muhusika huyo. Ukibofya tu moja kwa moja atakwambia huyu ni admin. Kulingana na vile ulivyowasajili, wataingia kwa credential na majina gani kwenye mfumo. Badiliko ni moja. Unaona hapa, ukisema sawa unarudi hapo. Sasa unataka kuona ni nini kimebadilishwa, ni nini kimebadilishwa. Hautaona hapa, utakuja sehemu imeandikwa audit logs, yani sehemu ya checkpoint. Hapa utaona automatic, ukiweka rangi nyeupe utaona hapa, lakini ikiwa nyeusi utaiona hivi. Kwa hiyo automatic itakuwa imemhighlight hapa kwamba cell edited, amebadili mauzo, ID namba 7, idadi quantity 2 hapo, ila alichokibadili ni fedha kutoka 10,000 kwenda 8,000 tarehe hiyo hapo. Kwa hiyo unajua sasa huyu kanipiga 2,000 katika mfumo huu. Uzuri mfumo unamwambia sasa utarekodiwa kile unachotaka kubadilisha, na kama pia hapa ni applicable kama mteja unampunguzia gharama nje na gharama ambayo umeisajili kwenye kwenye mfumo. Kwa hiyo utamuuzia kwa gharama ya mfumo, alafu utakuja kupunguza kwenye sehemu ya mauzo, utakuja kupunguzia gharama yake. Kwa sehemu hii ni kwa ajili tu ya kila tukio lililofanyika katika mfumo, Yeye hataweza kuingia hapa hata kidogo, hawezi. Ni admin ndo anaweza akaingia hapa akaona matukio yote namna yalivyofanyika. And then mwisho kabisa ni sehemu ya setting and users. Hapa sasa ndo unasajili jina la biashara yako hapa. Kwa mfano labda biashara yetu tuiite labda Nundu, Auto Spare, Nundu Auto Spare. Utavuta hapa na faili lako la picha kama logo, itakaa hapa juu sehemu hii ambapo kuna kijani, lakini pia utaweka address zako hapa, utaweka na namba yako ya simu. For example mimi niseme ni 0 labda 655 labda 402, mfano tu 558. Utakuja badilisha mwenyewe, na basi ukihifadhi taarifa hizo automatic unaweza kuona hapa zimeshaingia Nundu Auto Spare moja kwa moja. Hizi taarifa nyingine zitakwenda wapi? Zitakuja sehemu ya mauzo, sehemu ya mauzo hapa kwenye mauzo, yes I mean here kwenye sehemu ya rekodi za mauzo, ambapo ukitaka kuchapisha sasa invoice yako, zile taarifa ndio zitakaa pale Nundu Auto Spare na kadhalika. Kwa hiyo zitakuwa zimejitengeneza automatic namna hiyo. Na sehemu hii bwana, pia unaweza ukaendelea kumanage. Kwa hiyo ukipata mfumo huu, utakuja hapa utaedit tu unavyotaka, halafu utaweza kumanage na kusajili watumiaji wengine hapa. Unaweza ukasajili na unaweza ukafuta watumiaji, lakini kuwa makini usifute admin. Never delete admin. Ufute
ama uedit tu taarifa zake kama hivyo. Na baada ya hapo sasa kuna sehemu ya backup. Kwa wewe admin unaweza ukaamua kufuta data za mfumo complete kabisa ili uweze kuanza upya, lakini kabla hujafanya hivi, please chukua backup kwanza. Utachukua backup hapa, then utafuta ukiona kila kitu kiko sawa. Na kabla hujaenda mbali, kabla hujatoka nje, njoo hakikishe hawa users wako hapo admin upo sajili hawa watu, baada ya kufuta hizo data zote, and then unaweza ukahifadhi hapo, utahifadhi mabadiliko. Na sasa tutoke nje tuingie kama user wa kawaida. Nitatoka nje alafu nitaingia kama user. Nimesajili tu huyu awe ni user, lakini sio lazima aitwe hivi, anaweza akaitwa kwa jina lolote. Huyu nimempa password yake hii, na akiingia kwenye mfumo yeye ataona kila kitu, lakini tofauti tu itakuja pale ambapo tutaona hapa anapoingia unakuta eneo hili hawezi kufanya editing yoyote. Hapa hawezi kuedit, naona inamkatalia maeneo yote haya, hawezi kuedit. Hizi ni taarifa za admin, na anasema ruhusa ya kubadili taarifa za mfumo ipo kwa msimamizi ambaye ni admin tu. Lakini yeye huyu user wa kawaida akija kwenye setting and users, atakuja sehemu ya backup. Yeye hawezi kudelete mfumo wote. Atakachokifanya yeye ni kuchukua backup ama kurejesha backup. Kwa nini? Kama amefanya kazi siku nzima au nusu siku, umeme labda kompyuta inakaribia kuzima, umeme hakuna, au network ndio hivyo, au simu inakaribia kuzima, basi ni vizuri akachukua backup alafu atakuja kuirejesha hiyo backup baadaye. Therefore atachukua backup yake hapa, atairejesha baadaye. Na kuja kuirejesha ni kuitafuta tu hapa, anaenda kule ambako iko saved. Kama ni kwenye downloads, basi anaivuta hapa na ataipakia hiyo backup vizuri kabisa. Akishapakia hiyo backup, automatic mfumo utasynchronize automatic kabisa kama hicho hapo. Lakini nashauri ni vizuri, sababu mfumo huu hauli data kabisa, yani hauli data. Ni vizuri kama ukabaki online muda wote, labda kama nakata tu wifi pale, mteja wako akisha kuja unawasha wifi unauza kitu kama hicho, nadhani itakaa vizuri zaidi na itapendeza. Kwa hiyo user yeye atakuwa na uwezo wa kuchukua backup hapa. Huyu user wa kawaida hawezi kuja kwenye checkpoint. Ukurasa huu ni kwa ajili ya msimamizi mkuu peke yake, lakini rekodi za mauzo ataziona hapa. Huyu ana uwezo wa kutoa delivery note, ana uwezo wa kutoa kila kitu vizuri kabisa huku anamaliza, kwa sababu ni sehemu ya kazi yake. Pia item master ana uwezo wa kuongeza huku, kusajili, kufanyaje vizuri kabisa huku na hayo yote anayoyafanya wewe unayaona kila kitu. Therefore, na kama ni user basi ataona pia yeye ndo amefanyaje, amebadili hicho alichokibadili. Na 0655 402 hii namba hii ukinipigia na kutengenezea mfumo wote uwe online ama mfumo wote ambao ni offline, niko hapa kwa ajili ya kusaidia haya mambo. Tunafanya haya mambo kwa muda mrefu sana na ni wazoefu wa siku nyingi sana kufanya hizi kazi. So karibu tuweze kukuhudumia. Mifumo yetu ni bora kabisa, mifumo yetu ni super, mifumo yetu ni bomba kabisa, na kama unavyoweza ukaona hapa automatic kabisa. Yani mfumo hii inafanya kazi, yani tusiongee sana, ni vizuri zaidi ya vizuri. Lile jina ambalo tumelibadilisha ndani sasa ndio hili hapa limetokea mpaka hapa nje. Kwa hiyo ukiingia tu kwenye mfumo wako unakuwa namna hiyo. MPJ Mifumo, karibu tukuhudumie, tunawapenda sana. Thank you a lot.